Karibu ndugu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii ya leo kama nilivyoahidi kwenye video nyingine, nawaletea mada inayosema dalili za mpenzi anayekusaliti. Dalili za mpenzi anayekusaliti. Ndugu msikilizaji, ni kweli kabisa mahusiano mengi yamefikia mahali pagumu sana, na kutokana na watu kutokuwa waaminifu katika mahusiano yao ya kimapenzi. Hali hii umeiona, umeisikia kwenye tamthilia, vile imekuwa ni sehemu ya maigizo, imekuwa sehemu ya vichekesho. Ni kweli asilimia kubwa ya watu wanachepuka, yaani wanashindwa kuendelea kwa uaminifu kwa wapenzi wao wa msingi. Jambo hili linasikitisha kwa mtu yote ambaye ametokea kumpenda mtu kwa kiasi kikubwa sana, amemthamini, amemheshimu, amemwamini, kitu ambacho of course kinaleta furaha na amani katika mahusiano ya mapenzi. Lakini pale mpenzi wako anapoanza kukusaliti, ni jambo ambalo of course linapaswa lizuiwe haraka sana, ili mpenzi wako asiendelee kukusaliti mpaka akaamua kuachana na wewe. Sasa shida ni kwamba mpenzi wako anapoanza usaliti huwezi kutambua ghafla, na yeye mara nyingi huwa aanzi ghafla. Ni kitu ambacho kimeanza taratibu, anakiendeleza mpaka inafikia hali ambapo wewe mwenyewe unaanza kujiona kwamba kuna kitu fulani hakiko sawa. Kwa hiyo moja kati ya dalili za kuweza kufahamu kwamba umeanza kusalitiwa ni wewe mwenyewe kwanza kuona kwamba kuna jambo fulani haliko sawa na linakosesha amani. Nitakupa mfano wa kweli kutoka katika maisha yangu mimi mwenyewe. Baada ya kufiwa na mke wangu, nilikaa miaka 5 bila kukutana na mwanamke yote, bila kuwa na mahusiano na mwanamke yote. Lakini nikaja nikakutana, kuna dada mmoja ambaye nilikuwa namuona maeneo ya jirani na ninapoishi. Alikuwa anaishi kwa dada yake, nikafahamu kwamba ni yuko single. Kwa hiyo nikaanzisha mahusiano na yeye nikifahamu kabisa kwamba yuko single. Lakini baada ya muda fulani tumeanza uhusiano, tumepima afya, tumeanza kucheza ngoma ya wakubwa. Nikaona kuna hali fulani ambayo haiko sawa, yaani kuna hali ya kupoya hivi. Nikamuuliza huyu dada, nikamwambia, "Wini, inakuaje? Sio kama unanipenda kama unavyoona kwamba unapaswa kunipenda." Akasema, "Paul, nakupenda." Tukamwambia, "No, hapana, kuna kitu kiko sawa." Akasema, "No, hamna lolote, ni kawaida tu." Sawa, tukaendelea, lakini baadaye nikaona no, ili swali pasa nilishughulikia. Lakini nikagundua kitu kingine tena, kwamba akija nyumbani kwangu haji na simu yake. Nikanipa shaka. Kwa hiyo nikaamua siri ya hali hii ya mabadiliko iko kwenye simu yake. Kwa hiyo siku moja alikuja na simu yake, nikampigia simu dada yake, akamwambia, "Tuma mtoto, nimemnunulia Wini simu, aje na ile simu." Kweli mtoto akatumwa, kwa sababu pale nyumbani kwangu simu ilipeleka. Nikafungua mlango, mimi nilipigwa hodi, nikafungua mlango, nikapokea simu, nikaenda jikoni kuangalia kitu, nikakutana na madudu mengi sana. Sasa ni hali ambayo of course ni ya muhimu sana kuangalia. Unapoona kwamba kuna wasiwasi, lazima kama Waswahili wanavyosema kwamba kwenye moto, unapoona moshi kuna mvuke. Unapoona moshi kuna moto. Sawa? Kwa hiyo unapoona moshi kuna vitu ambavyo haviko sawa, usikalie kimya ukatulia. Unajua ni nini? Asilimia kubwa ya sisi wanadamu tunaogopa kupata maumivu. Sasa unapokuwa na wasiwasi, unaogopa kufanya uchunguzi, kwa sababu ukigundua kwamba anakusaliti unaona utaumia sana. Na hili unaweza kuliona wazi kwa watu ambao wanasema, "Mimi sitaki kushika simu ya mpenzi wangu." Sitaki, yaani hajakatazwa, hajaambiwa usishike simu yangu au usipekue simu yangu, lakini yeye mwenyewe anasema, "Mimi sitaki kupekua simu ya mpenzi wangu." Kwa nini? Kwa sababu anajua nikikutana na kitu kibaya kitaniumiza vibaya sana. Sasa hali hiyo sio nzuri. Iwapo unataka uhusiano wako ujae furaha, iwapo unataka uhusiano wako uwe umejaa amani na unajivunia hapo kwenye uhusiano uliomo, ni jambo la muhimu sana uweze kujithibitishia kwamba usalitiwi. Kaka mmoja ambaye amekuwa ananisikiliza kwenye radio Passion FM amesema, "Dokta, nimekuwa namsikiliza sana, anasema yeye ni mwaminifu, anampenda sana mke wake na nini, lakini nimejaribu kufuatilia, nikaona kuna ukweli anayoyasema." Marafiki zake na watu wa jirani nimejaribu kufuatilia kwa karibu sana, nikamwangalia mpaka kwenye Facebook, nikaona kweli anampenda mke wake kama anavyosema. Yaani ni kwamba ni mtu ambaye amekuwa ananisikiliza, anifuatilia maisha yangu kuangalia kama ni kweli. Sasa anamwambia mtangazaji ambaye anaendesha naye kipindi Passion FM kwamba bwana, nimefuatilia maisha ya Dr. Nelson, kweli inavyoelekea kweli hana mchepuko. Ni mtu ambaye amekuwa ananisikiliza, lakini akamwambia, "Hivi kweli Dr. Nelson mpaka gari yake ameandika usizini. Hivi kweli inawezekana kweli achepuki?"
kuna kazi hii anaifanya, kwa hiyo amefuatilia. Kadhalika ndugu mtazamaji, ni kwamba iwapo unakuwa na wasiwasi jambo fulani, lazima ulifuate. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vinakuonyesha kwamba kuna dalili unasalitiwa ni wewe mwenyewe umekosa amani. Hilo ni jambo la msingi. La pili la kuliangalia, ambapo unaona kwamba dalili ya pili ambayo ni muhimu sana kuifuatilia, pale ambapo unaona mpenzi wako uwezekano kwamba anakusaliti, dalili nzuri sana ya kuiangalia ni kwenye simu yake. Hilo ni jambo la msingi. Unapoona simu yake ameijengea ngome, hataki uishike, hataki uwe karibu na simu yake, anaenda nayo mahali popote pale anapoenda, yaani haiachi mezani, kila anapoenda anayo, hiyo ni moja kati ya dalili kwamba kuna kitu anachojua, ukikijua kitakuumiza, anakificha. Sasa hilo ni jambo ambalo watu wengi wanaona ni gumu kupekua simu ya mpenzi wako, lakini ningependa kuambia ndugu msikilizaji, hakuna penzi linaloweza kujengwa kwenye msingi wa wasiwasi. Ni kweli unaweza ukakubaliana na mpenzi wako kwamba sitapekua simu yako. Ni kweli kabisa mpenzi wako anaweza asiwe na mchepuko, lakini iwapo ameanza kuficha usiri wake kwenye simu na nyinyi mna mpango wa kuishi pamoja kwa muda mrefu, sio jambo zuri. Iwapo huyu mpenzi wako anakuruhusu uchezezi sehemu zake za siri, unaweza ukazishika, ukazinyaminya, ukazichezea, lakini hataki ushike simu yake, lazima ujiulize kuna nini hapa. Sikubaliani na maneno ambao wengi wanasema kuna siri za biashara, kuna siri za kiofisi, nini na nini. No, huyu ni mtu wa muhimu kwako. Iwapo amekuthibitishia, unao ushahidi wa kwamba siwezi kumwamini mwenzangu kwamba atatoa siri nje, lazima uwe na ushahidi kabla hujaamua kufanya maamuzi ya kumnyima mpenzi wako access ya kushika simu yako. Kama unao ushahidi, sawa, bwana huyu bwana hawezi akatunza siri. Kama unao ushahidi, yeye mwenyewe anajua kwamba ulishamkamata, huo ushahidi kwamba unao kwamba yeye anaweza kutunza siri, sawa. Lakini kinyume na hapo ni kudanganyana, ndugu msikilizaji. Kwa nini? Lazima tukubaliane, sisi ni wanadamu. Unaweza ukajaribiwa kuchepuka, ni kitu cha kawaida kabisa kwa mwanadamu yote. Hakuna mwanadamu ambaye hana tamaa. Kila mwanadamu ana tamaa. Sasa ni jinsi gani wewe unamruhusu mpenzi wako awe mlinzi wako usichepuke? Yaani unapopeana uhuru wa kupekuana simu au password ya mpenzi wako, unajua na wewe mpenzi wako anajua password yako, unapeana uhuru wake, mnalinda, kila mmoja anamlinda mwenzie. Sasa katika ulimwengu huu ambapo watu wanasalitiana sana, kwa nini tusitengeneze mikakati ya kulinda mahusiano yetu ili yasiharibikie? Jambo lingine ambalo ni la msingi sana kuliangalia katika swala hili la simu, narudia hapo kwenye swala la simu, na kwamba lingine ambalo tuliona kwenye swala la simu, achana ile la kupekua simu ya mpenzi wako, kutokushika simu ya mpenzi wako na vitu vingine, lingine ambalo lipo katika matumizi hayo ya simu ni kwamba mpenzi wako anapata simu za ajabu, yaani akipigiwa simu anakata. Akipigiwa simu kama wewe upo, anaongea katika hali ambayo of course sio nzuri, haijanyoka. Unajua anaficha kitu. Anapigiwa simu, anaongea, lakini anaongea kwa kama vile anamwashiria yule jamaa mwingine kule, yule mtu mwingine kwamba akate simu asiendelee kuongea. Hali kama hizo lazima uzishutikie. Swala la kuambia ni wrong number, no, kama hali hiyo inajirudia, lazima ushutikie. Kinyume na hapo unadanganya. Kwa hiyo eneo hilo ni jambo la msingi sana kuzingatia. Lingine, dalili nyingine ya kuweza kufahamu mpenzi ambaye sio mwaminifu ni kwamba amekuwa msahaulifu. Hili ni jambo ambalo tunapaswa kuliangalia. Unapoona hali ya usahaulifu imeongezeka, maana yake kwa sehemu kubwa anakuwa anamuwaza mchepuko, mtu ambaye ameanzisha usaliti naye. Kwa hiyo basi anapokuwa mambo yanahusiana na uhusiano wenu wewe na yeye hayapewi kipaumbele. Unapoona mambo ya muhimu katika uhusiano wenu hayapewi kipaumbele, hiyo ni dalili ya kwamba kuna mtu mwingine amejaza akili yake. Sambamba na hilo ambalo unaweza kuliona ni mtu ambaye unakuta kwa yeye anasema niko bahati mbaya, ametamka jina ambalo sio la kwako. Wewe ni mpenzi wake, unaitwa Aisha, unashangaa amekuita Jennifer. Lazima utashtuka. Wewe unaitwa Paulo, unashangaa umeitwa George. Unaona, George vipi? Samahani, nimekosea. Vitu kama hivyo. Watu wengine hata kwenye tendo la ndoa, anafanya tendo la ndoa na mke wake, anashangaa mke wake anataja jina la mwanaume mwingine kabisa. Oh baby George, wakati mume wako ni Alex.
Si vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mambo ambayo kwa sababu uangalie. Sasa usipokuwa macho utajikuta mambo mengi yanapita. Baadaye tunakuja tunasikia mpenzi wako amebadilika, anataka uhusiano ufe. Sasa hali kama hiyo sio nzuri. Kwa hiyo angalia kwenye eneo hilo la usahaulifu vile vile ni jambo la msingi. Lingine, dalili nyingine ya kuweza kuiangalia katika dalili za mpenzi ambaye anakusaliti ni kubadilika kwa uvaaji wake. Alikuwa anavaa tu bora amevaa au ina nini, lakini unaanza ghafla unaona anaanza vaa, anakuwa makini sana na uvaaji wake na muonekano wake, nywele, nguo anavyovaa, anakuwa smart sana. Unapoona hata nguo za ndani anavyobadilisha, unapoona hali kama hizo, tafadhali sana angalia, huenda umeshaanza kusalitiwa. Kwa maneno mengine kwamba angalia dalili nyingine. Kuna dalili nyingine ambazo nimezungumzia hapa, dalili au tatu zote ziko pamoja. Hapo ni ishara kubwa kwamba una mtu ambaye ni mchepukaji tayari. Dalili nyingine ambayo ni msingi vile vile kuangalia, ukiondoa hiyo nyingine, dalili nyingine ya kuangalia ni tendo la ndoa. Anakuwa amepunguza hamu ya tendo la ndoa au kushirikiana tendo la ndoa na wewe mara kwa mara. Hali hii inaiona sana kwa upande wa wanawake. Wanawake wengi wanaoanzisha michepuko, hali hiyo inakuwa ni kubwa sana. Hilo ni jambo ambalo linapaswa kuangaliwa kwa kina sana, na ni rahisi sana kuligundua hilo. Kwa sababu kuna lingine ambalo linaweza likajitokeza katika eneo hilo ni kwamba alikuwa hana speed ya kupata tendo la ndoa, ghafla ameanzisha nataka tendo la ndoa mara kwa mara. Kwa haya maeneo mawili angalia, either amepunguza au ameongeza sana ghafla. Yaani hakuwa hivyo, lakini amebadilisha tu, amekuwa na either anapenda sana tendo la ndoa au amepunguza sana tendo la ndoa. Hali hiyo vile inapelekea kuonyesha kwamba huyu mtu huenda anakusaliti. Lingine ambalo, dalili nyingine ambayo ni ya msingi kuiangalia vile vile ni mtu ambaye ameanza kuwa anafuatilia sana ratiba zako. Anakuuliza uko wapi, utafanya nini, utakuwa wapi na nini. Anapofanya vile, anapoulizia ratiba zako, unapoona mpenzi wako ameanza ghafla, ameanza kuwa tabia ya kupenda kufahamu uko wapi, unafanya nini, utakaa kwa muda gani, na vitu kama hivyo, tambua kwamba anatengeneza nafasi ya yeye kuwa na mchepuko wake. Anatengeneza nafasi na yeye kuwa na burudani na mpenzi wake wa pembeni. Kwa hiyo angalia, usikushtue hali kama hiyo. Unapoona hali imekuja ghafla, lazima ikushtue. Lingine la msingi la kuweza kuangalia ni kwamba pale ambapo unaona mpenzi wako ameanza kutumia neno niko busy mara kwa mara. Hilo ni jambo la msingi sana. Busy, hapokei simu zako, hajibu message zako kwa wakati na nini, au hakupigi simu kabisa. Hicho ni kipengele na chenye cha kuangalia. Mtu ambaye anakuambia yuko busy na ni mpenzi wako, anadai anakupenda, mwambie bwana, kama uko busy hata chooni usiende, ndio utakuelewa kama uko busy. Lakini kama kweli unaenda na chooni, lazima unitafutie muda kuonyesha kwamba mimi ni wa thamani kwako. Kinyume na hapo, mimi naona unanidanganya tu, unipendi. Kwa hiyo lazima uwe mkali katika maeneo kama hayo. Lingine ambalo of course inaweza kuwa dalili nzuri ya kufahamu mpenzi ambaye anakusaliti ni kwamba amepunguza ukarimu wake kwako. Alikuwa anakusaidia mara kwa mara, anakupatia pesa au voucher, au anapenda kukutembelea mara kwa mara, vitu kama hivyo. Hali hiyo imepungua, hakusaidii kama zamani, hakutembelei mara kwa mara. Vitu kama hivyo inaonyesha jinsi gani huyu mtu tayari akili yake imeshahamia kwa mtu mwingine. Hayo ni mambo ambayo of course lazima uyaangalie na kuweza kuanzia kuyatathmini na kuangalia kwa undani sana jinsi gani huyu mtu amebadilika na ni kitu gani kimembadilisha. La mwisho ambalo napenda kulizungumzia kwa mada hii, dalili ya mpenzi ambaye ni msaliti, ni kwamba ameanza kuwa mtu ambaye hana uchangamfu. Ameanza kuwa ni mtu ambaye hana uchangamfu, anaongea vizuri na wewe, hata akipigia simu yako unajua kwamba amefurahia kupokea simu yako, lakini uchangamfu wenyewe umeanza kupungua. Kuna hali ya ukimya ambao hauna maelezo. Hilo ni jambo ambalo uliangalie kwa kina. Kwa nini amebadilika? Ni kwamba kwa sehemu kubwa alikuwa anamwaza yule, na naona wewe ndio unayemzuia asiendelee na yule. Naona kwa hiyo anakuona wewe kama adui kwenye nafsi yake. Yaani anaona wewe ndio unayemzuia asiendelee kwa uhuru na yule. Sasa kama hakuambii kama hasikutaki, lakini anataka aendeleze wote, wewe na yule aendelee. Sasa anakuona wewe ndio unayemzuia, maana yake unataka ukae naye, wakati anataka aende kule, unamzuia, hawezi kuongea kwa uhuru na mpenzi wake. Kwa hiyo anakuona wewe kama kero. Vingine ambavyo vinapatana na hilo ni kwamba anakuwa mkali bila visababu vya maana. Ana ukali ambao hauna visababu vya maana.
linaloambatana na hilo hilo. Sawa, na hilo ni ukimya usiokuwa na sababu. Unaona, zamani nilikuwa nimeongeaje, siku hizi nilikuwa mkimya. Hivyo ni vitu ambavyo unapaswa kuviangalia. La mwisho, ndugu msikilizaji, anakipenda kusema kwamba katika dalili za mpenzi asiye mwaminifu, la mwisho la kuangalia ni jinsi gani huyu mtu anaonyesha ukaribu na wewe, ukaribu wa kihisia. Ni mwepesi wa kukusifia zamani, ni mwepesi wa kushukuru zamani, nini na nini, lakini siku hizi ule wepesi haupo. Zamani akichelewa hata kutaarifu, sasa hivi akutaarifu, anakaa kimya. Ukiuliza maswali anakuambia bwana usifuatilie maisha yangu. Hali kama hizo zinaonyesha wazi kabisa kwamba huyu ni mtu ambaye ameshaanza kuchepuka. Na linalofuatana na hilo ni uongo umeongezeka. Kuna uongo ambao unashindwa kuelewa. Kuna uongo tu hapo, unaona maelezo mengi yanakuwa hajanyoka. Unapoona vitu kama hivyo, kuna mambo ambayo unadanganya, unajua kabisa unadanganywa hapa, lakini unakaa tu kimya. Unaona maelezo hajanyoka vizuri, unaona hajakaa sawa. Lakini unaona mtu anakuambia hapana bwana, mimi siku hizi bwana, mimi sio msaliti, mimi sina nini bwana, vitu kama hivyo. Lakini wewe kwenye akili yako unajua bwana, hapa kuna kitu kikosa, haya maelezo hajanyoka, hapa nadanganywa. Yaani kwenye mambo ya kawaida kabisa, lakini unaona mtu anazungumza uongo. Yaani mambo ya kawaida kabisa. Yaani sio kwamba unamhisi kwamba ni msaliti au nini. No, katika maeneo kama unaona tu anaanza uongo unaongezeka. Maana yake ni kwamba tayari nafsi yake imeshachukua pepo lile la usaliti, limekaa ndani yake. Anaona kusema uongo, kudanganya, kusaliti ni kitu cha kawaida. Unaposikia mtu ana pepo la ngono, unaona kuna kitu kimeingia ndani yake, kimemshika roho yake kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo amehalalisha ule mchepuko. Sasa hapo ndio maana yake mchepuko umefikia mahali pagumu, na si ajabu anaweza akakuacha wewe aendelee na mchepuko. Hali hii ya uongo ni kubwa sana. Nimeshaiona kwa kesi nyingi ambazo zimekuja ofisini kwangu. Ni kwamba mtu kabisa ameandika message yeye mwenyewe, anasema nilikuwa namtania tu. Ameandika message yeye mwenyewe, anasema mimi sina mahusiano na yeye, wakati hapo amemwambia yule demo, anamwambia leo nakuja kulala kwako. Hiyo message mtu wake ameikuta, leo nakuja kulala kwako. Lakini huyu mwanaume anasema hapana, nilikuwa ni utani tu, sio na nini. Unaweza kuona jinsi gani mtu amefikia mahali pagumu. Yaani kabisa ushahidi umepatikana, lakini hakubaliani na ushahidi. Sasa hapo unajua kwamba huyu mtu amefikia mahali pabaya sana. Sasa unaweza kusema lakini ananipenda, ananipatia hili, ananipatia hiki, lakini usiposhughulikia hiyo hali, na kwa napenda kuambia itapita miaka miwili, lakini huko mbele hali itakuwa mbaya zaidi. Hii ni channel ya Ufalme wa Mapenzi. Ndugu mtazamaji, endelea kuangalia channel hii, na kwa wale ambao wana kingamuzi cha Star Times, unaweza kuniangalia kila siku ya Ijumaa na kipindi kwenye channel ya Bameda TV. Kwa hiyo anza kuitafuta channel ya Bameda TV kwenye Star Times ni namba ngapi, ili uweze kuifuatilia kila Ijumaa saa 4:30 usiku, saa 4 kamili usiku. Nitakuwa kwenye TV ya Bameda TV kwa kupitia kingamuzi cha Star Times. Kwa hiyo fuatilia hilo, na nilipenda kutoa tangazo kwa wale ambao wana ugonjwa wa ukimwi, wanapenda kuunganishwa na watu wenye ukimwi, ili uolewe au uoe mtu mwenye ukimwi kama wewe. Hiyo huduma naitoa kwa gharama ya shilingi 10,000. Kwa hiyo tuwasiliane niweze kusaidia katika hilo. Na vile vile ningependa kuambia wale wengine ambao wanahitaji wachumba kwa staili kama hiyo, naweza kawaunganisha. Kwa hiyo japokuwa wewe una ugonjwa wa ukimwi, lakini naweza nikawaunganisha vile vile. Kwa hiyo nakualika ndugu mtazamaji, subscribe kwenye hii channel. Kila ninapotoa video mpya utaweza kupata taarifa. Tutajitahidi kila wiki leo natoa video mpya. Na kwa hiyo subscribe pale kwenye kile kibox chekundu, bofya pale subscribe uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Waambie marafiki zako vile vile kwamba kuna channel moja muhimu sana katika masuala ya mahusiano na mapenzi, itasaidia kujenga mahusiano yako. Nimepata feedback kutoka kwa vijana wengi ambao wanaangalia channel hii, wanasema wanafurahia sana, wanapata mafundisho mazuri sana hapa kuliko sehemu nyingine yote ambayo wameshawahi kupata. Kwa hiyo nakaribisha jisajili pale, subscribe, au kwa Kiswahili mahali sehemu nyingine wameandika fuatilia, kile kibox chekundu pale, bofya pale jisajili ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Mungu akubariki na nakutakia mahusiano yaliyojaa furaha na amani tele. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutokea Mwanza.